Karibu mwana familia mwenzangu wa Sonship Spirit TV. Karibu mwana michezo mwenzangu, usikiapo sauti hii basi ujue kipindi hewani ni Kristo Viwanjani. Nikukaribishe katika luninga yako. Karibu tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Michezo ni udhihirisho wa vipawa vya Mungu Baba kwa watu wote hapa duniani. Michezo ni vipawa, tena vipawa vipatikanavyo kwa neema kupitia kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo. Na hakika Roho Mtakatifu aliviachilia kwa wana na urithi wake, ili kwa hivyo watangaze fadhili za Bwana ulimwenguni kote. Shalom kwako mwana wa Mungu, karibu katika meza hii ya roho wa neema, vipawa, ugunduzi na matendo ya kinabii. Meza itakayokuwa ikikuangazia makuhani wa kifalme duniani pote wanavyomwakilisha na kumwasilisha Bwana viwanjani katika michezo mbalimbali. Na siku ya leo nimekuletea baadhi kutoka kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Mchezo wa mpira wa miguu ni moja ya mchezo pendwa zaidi duniani, wenye kuvutia na kukonga nyoyo za watu wengi zaidi. Ukiachana na matokeo ya uwanjani pamoja na radha yake, kwa miaka mingi sasa mashabiki wamekuwa wakivutiwa sana na maisha ya wachezaji kabla ya mechi. Wachezaji kadha wamekuwa na utamaduni wa kuonesha imani yao na kufunua wanavyofanya kabla ya michezo husika. Na hapa ni baadhi ya wachezaji ambao tumekuletea wakifanya hivyo. Tukianza na Neymar da Silva, mchezaji kutoka FC Barcelona alikipiga pia PSG na Santos. Moja ya kipawa kikubwa ambacho kimewahi kuwafurahisha watu wengi kutokana na utaalamu wa kupiga vyenga vya mauzi ni mchezaji huyu kutoka Brazil. Licha ya asilimia kubwa ya watu duniani kumwona kama mchezaji aliyefeli na aliyeshindwa kupata thamani inayoendana na kipawa chake, ufalme wa Mungu katika Kristo Yesu umenufaika naye sana, hasa kwa kitendo chake cha mara kwa mara cha kumrudishia sifa Kristo wazi kwa kuonekana akipiga magoti katika kabati lake la kubadilishia jezi na kuinamisha kichwa juu ya Biblia yake kumshukuru Mungu. Kitendo hiki kimekuwa kikigusa watu wengi, na sina shaka kuwa wapo ambao wameokoka kwa kupitia jambo hili. Unakumbuka nini kuhusu Neymar da Silva? Tuandikie katika comment section ya Sonship Spirit TV. Mwingine tunaye Julian Timber kutoka Arsenal, washika bunduki hawa wa London. Kati ya wachezaji muhimu sana kwa kocha wa Arsenal Mikel Arteta msimu wa mwaka 2024-2025 basi ni Julian Timber. Umuhimu wake unakuja hasa kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi nyingi uwanjani kwa ubora ule. Kuna nyakati alizotumika kama kiungo mzuiaji, kama beki wa kushoto, kama beki wa kulia na hata beki wa kati, kwa lugha ya mtaani wanamuita kiraka. Katika hayo yote Julian Timber amekuwa na siri ya mafanikio yake, na siri hiyo si nyingine bali ni Kristo. Julian Timber amekuwa na utamaduni wa kuandika katika mitandao yake kijamii mstari wa neno la Mungu ambao unakuwa kama unabii wa kujitabiria mazuri katika mechi. Mara nyingi ni lile neno alilopokea kwa Roho Mtakatifu siku hiyo, neno ambalo limekuwa likiandikwa na Julian halijawa unabii kwake tu, bali kwa wengi wanaomfuatilia katika mitandao yake. Basi usiache kumfuatilia mchezaji huyo. Mwingine tunaye Felix Mmecha kutoka Borussia Dortmund. Katika timu ambazo uthamini vipawa chipukizi basi ni Borussia Dortmund, ambapo kiungo wa mpira Felix Mmecha, raia wa Ujerumani, anakipiga hapo. Licha ya majeruhi aliyopata msimu wa 2024-2025, Mmecha aliendelea kuwa kiungo imara katika safu ya kiungo ya timu yake ya Borussia Dortmund. Nyuma ya ubora alionao ni moyo wake wa shukurani uliojazwa kwa sifa juu ya aliyemuumba na kumbariki kwa kipawa ili apate kuwa mtawala juu ya nchi, akisimama kama balozi wa ufalme wa Mungu duniani katika viwanja vya mpira wa miguu. Mmecha amekuwa akiandika neno la kumsifu Mungu. Felix amekuwa na utamaduni wa kuandika sentensi fupi za kumsifu Mungu katika mitandao yake kijamii masaa kadhaa kabla hajaingia katika mchezo, akiamini kuwa katika kipawa chake anapaswa kumtangaza Kristo aliye chanzo cha vitu vyote vema. Felix anaitambua neema ya Mungu juu yake, na kwake ni furaha kila mmoja aijue. Asante sana mwana michezo mwenzangu,
Karibu sana katika jukwaa hili la Roho, Neema, Vipawa, Ugunduzi na Matendo ya Kinabii. Naamini umebarikiwa. Nami nikutakie weekend njema mahali popote ulipo. Nikutakie weekend yenye furaha, weekend yenye kicheko, weekend yenye ushindi, weekend yenye furaha mahali popote ulipo. Ulikuwa nami mwana michezo mwenzako Faraji Chembe. Tukutane Jumamosi ijayo katika jukwaa hili la Kristo Viwanjani. Natazama Luninga Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani kote. Bye bye.